Inawezekana unaishi na mwanamke nyumbani kwako, umemuoa au hujamuoa, umemtolea mahari au hujamtolea mahari, au ni mke wako kabisa, umeshamuoa na mna watoto au hamna watoto, au na mchumba unafikiri unataka kumuoa. Swali kwamba how do you know that she loves you? Una uhakika gani kwamba anakupenda na sio tu yupo na wewe kwa sababu ya mambo mengine? Una uhakika gani anakupenda? Una uhakika gani anakupenda? Kuna vitu akifanya utajua, au unasubiri akwambie, au unasubiri, au kuna vitu utadetect, au utaomba Mungu akuonyeshe? How do you know that moyo wake uko kwako? Sasa ukiligeuza hilo swali, linanipa somo la leo. Nataka nikuonyeshe dalili ambazo ukiziona ujue mwanamke hakupendi, na si tu hakupendi, anakuzuga tu. Sisemi kwamba amekuacha, yuko na wewe, yamkini anatumia vya kwako, anaishi na wewe, lakini kuna possibility ya mambo mawili. Labda moyo wake haujawahi kuwa kwako kabisa, au uliwahi kuwa kwako, lakini kuna kipindi kikafika akauondoa moyo wake kwenye maisha yako. Kwa hiyo hayuko na wewe tena kihisia. Dalili hizi ukiziona, ufahamu kabisa mwanamke huyo hakupendi na anazuga, anajibaraguza, ana camouflage kama vile anakupenda, ili labda baadhi ya vitu fulani fulani viendelee kufanyika na nafasi fulani aendelee kuwa nayo kwako, lakini kiukweli moyo wake haupo, kwa sababu mwenye moyo wake kwako hawezi kufanya vitu hivi 6. Cha kwanza, ukiona huyo mwanamke haoni lolote zuri kwako, kila kitu analaumu, anapinga, anakashifu, analalamika, hakuna zuri unaweza kufanya akaliita zuri, huyo mwanamke hakupendi. Moyoni mwako hayupo, moyoni mwake hupo. Namba 2, ukiona ni mgumu wa kuelezea hisia zake kwako, ukiona huyo mwanamke ni mgumu wa kuelezea hisia zake kwako, hawezi kueleza hisia zake kwako, hawezi kukwambia anavyohisi, ana manipulate situations, hawezi kukwambia kwamba ana furaha au hana furaha, hawezi kukwambia kwamba amekasirika kwenye kitu fulani ambacho ulifanya ili uweze kujirekebisha, hayuko tayari wewe ujue hisia zake. Lakini namba 3, ni mgumu sana kuomba msamaha. Hatoomba msamaha. Utamuonyesha jinsi ambavyo amekosea, utamuonyesha jinsi ambavyo anapaswa kuomba msamaha, utamuonyesha jinsi ulivyoumia na ulivyokwaza. Atazugazuga maneno ya hapa na pale, lakini haombi msamaha. Kamwe hakwambie nimekosa. Ata defend ego yake milele. Hakupendi. Namba 4, sio mtu wa shukrani. Ila sasa shanga, yeye akifanya kitu atakumbusha umshukuru, atataka umshukuru, atataka kuonyesha namna ambavyo unatakiwa kumshukuru kwa anayokufanyia, lakini kama usitegemee yeye akushukuru. Sio mtu wa shukrani. Atapokea vitu vyako aseme asante, utamtumia hela aseme asante, kila kitu anaona kama ni wajibu wake, ni haki yake kupata. Hana shukrani. Na mbaya zaidi, pale mtakapomkumbusha unaweza kunyanyua ugomvi. Namba 5, anapenda sana kuutumia ukimya kama silaha. Silence treatment. Anapenda sana kuutumia ukimya kama silaha. Kununa kwake ni vitu vya kawaida, kunyuti kwake ni vitu vya kawaida. Silence treatment kwake ni kitu cha kawaida, ni jadi yake ya kawaida. Ni ngumu sana anayekupenda kufanya hivyo, kwa sababu anatamani muwe na maongezi wakati wote. Na mwisho, namba 6, hajali mahitaji yako, wakati wote ataendekeza mahitaji yake. Hajali priorities zako, wakati wote priorities zake ndio za msingi. Kilicho chake kina kipaumbele, kilicho chake kina umuhimu, kilicho chake kina priority. Vya kwako vitasubiri muda wowote. Ukiona dalili hizi, ndugu yangu, naomba nikupe pole. Kama unamiliki mwanamke, basi unamiliki mwili, lakini moyo wake na hisia zake hazipo kwako. Think twice. Naitwa Dr. Chris Mauki.